Hai. Viongozi wanawake kutoka Laikipia wameishtumu serikali kwa kujikokota kurejesha usalama kwenye maeneo ya Laikipia Kaskazini yaliyoathirika na visa vya mashambulizi ya wezi wa mifugo. Wakizungumza kwenye eneo la Kimugandura ambapo zaidi ya familia 100 zimekimbilia usalama wao, mbunge wa eneo hilo Sarah Korere na mwakilishi wa kike wa Laikipia Jane Kagiri wameitaka serikali kufanya operesheni ya kuwapokonya wezi hawa bunduki haramu kwenye msitu wa Mukogodo. Mukogodo Forest imegeuka ikawa ni kifo kwetu. Hatutumii kwa utalii, hatutumii kulisha mifugo wetu kwa sababu majambazi walio na silaha wamemiliki hiyo msitu. Mimi nauliza serikali, hawa majambazi ni nani anawaprotect katika idara ya usalama? Tunataka kujua. Tutahakikisha hiyo msitu imesafishwa, kusikwe na mtu mwingine ambaye atasumbuliwa ama ng'ombe na mbuzi zitaibiwa na zipotelee huko. Juu ni ukweli kusema Laikipia ni watu wa amani. Hatuna bunduki ambazo zisizo halali, lakini sisi tunakuja kupatwa na maadui ambao wako na bunduki. Kwa hivyo one of the actions that must be taken ni ile disarmament. Mtu ambaye ako na bunduki ambayo si halali ni lazima ichukuliwe na iondolewe katika mikono ya watu wananchi ama wale tunasema raia. Na sisi hatuna uhalifu, sisi ni mali yetu tunanyang'anywa. Tujai kwenda kupiga mpaka ya kaunti nyingine, wala tu ni wao wanakuja kuiba mali yetu. So tunalilia government ama serikali waje watuangalilie, waje watukinge, kwa sababu hao ndio baba zetu, hao ndio mama zetu ambaye tumewachagua watulinde. Hao wanafuata sheria ya serikali kwa sababu serikali wamesema msibebe silaha na wakasema wao wasibeba, wanafuata amri za serikali. So wanalia sana, wanashindwa haje. Raia wengine wanakuja na silaha kiasi hiyo, wanakuja wanawapiga, wananyang'anya mali yao. Sasa hata hiyo mashule imefungwa na sisi tuko kwa serikali, tunategemea tuko na serikali wetu, tunashindwa kwa nini tunaumia na tuko kwetu. Hiyo ndio tunatusumbua sana. Kwingineko, Wakenya milioni 2.2